Mungu nisaidie. Saidia watu waelewe wanavyowatesa wenzao. Yaani mama uliteseka nani? Alikula chakula hakina kitu. Leo pesa zimeongezeka mfukoni. Hivi unajua anachokiwaza jirani yako aliyekaa naye hapo? Unajua anachokiwaza kuhusu wewe? Ndio maana wakati mwingine mimi namshukuru Mungu ametufanya tusijue wenzetu wanawaza nini. Unajua tungeuana, tungemalizana. Yaani utu anawaza kukunywesha sumu, alafu uko naye hapo, tungemalizana. Kuna vitu Mungu ametuficha ili tuendelee kuishi. Ndio maana kuna message moja niwahi kusema iko mtandaoni, nikasema unaishi na huyo mwenzako kwenye ndoa ni kwa sababu humjui. Siku kimjua moto utawaka. Na nikawaambia na waombea msijuane ili mulee watoto mpaka mwisho. Kwa sababu wewe fikiria siku takapojua unaishi na mtu aliyekuficha, ana mambo mengi moyoni mwake. Kwa hiyo nikasema, yani kama mwenzako angejua maisha ulionayo, msingeendelea mpaka leo. Unajua, unasema pastor, mwenzangu huyu namwamini. Endelea kumwamini. Kwa sababu siri iliyo kwenye moyo wake anaijua yeye. Ndio maana kuna wakati mwingine wazee mnahesabu watoto. Unasema familia yetu tuna watoto 5, tulizaa mwaka, mke wako anakuangalia. Anasema ungejua katika watoto ulionao hapa, wakwako ni 2. Hao wengine 3, mmoja baba yake yuko Burundi, mwingine yuko Goma, mwingine yuko Bukavu. Siri. Amen. Msiwaone hawa mama hawa, wanaonekana wapole, mlakoze. Msiwaone hawa, wamebeba siri nzito. Siri nzito. Ndio maana niliwaambia nyie wachungaji, waheshimuni wake zenu. Hawa mama ndio walioshika huduma zetu. Siku akiamua akuchanganye, utasahau na kanisa lako liko upande gani. Nataka nikwambie, siku huyo mama amua akuchanganye, utatumia GPS kusearch kanisa lako. Utawaomba bodaboda wakupeleke kwamba kuna kanisa linaitwa Roshadai, liko upande gani? Wanakuambia liko karibu na bahari. Huko mnipeleke. Umechanganyikiwa. Hawa mama waheshimu sana. Wewe fikiria siku anaamka asubuhi, asema mmeamkaje? Salama. Leo ndio tunaenda kwenye ibada. Anakuambia mume wangu una Mungu. Kwa nini? Una Mungu. Kwa sababu gani? Umeokoka kweli. Kwa nini? Kwa sababu si wanaume wote wanaweza kulea watoto sio wao. Unasemaje? Anasema sio wote wanaoweza kulea watoto ambao sio wao. Unamuuliza unamaanisha nini? Anakuambia maana katika familia yetu, katika watoto hao, hawa wengine hawa sio wako. Anakutafutia wale ambao hujawarandisha, hujawafananisha. Ufanani nao sana. Asema fulani sio wako, fulani sio wako. Huyu fulani na mashaka lakini nafikiri atakuwa wako. Unajiuliza, umelea watoto, umewasomesha, anakuambia sio wako. Hebu niambie pastor, utakumbuka kanisa liko upande gani? Amekuvuruga kichwa akifanyi kazi. Alafu umechanganyikiwa. Ndio anakuambia nilikuwa nakutania. Serious?
Siri. Watu wana siri mioyoni. Abeli hakujua siri ya kaka yake. Wanaondoka, twende uwandani tukapunge hewa. Nafikiri Abeli kalikuwa kiherere kakombere, tunaenda na kaka. Kumbe anaenda na nyoka. Nyoka. Wanafika bondeni, jamaa anachukua mti, anatwanga mwenzake, anakufa. Shetani alivyo wajabu, alimfundishaje Kaini kwamba kipiga huyu hawezi kuinuka? Akamuua. Anarudi, alafu Mungu anamuuliza, ile dhambi niliyokuambia imekushinda, yuko wapi ndugu yako? Anajibu kiburi, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Anayejibiwa hivyo ni Mungu. Wachungaji, ni waombe wachungaji, hawa viumbe tunao wachunga, Mungu akupe neema. Kama Mungu alijibiwa hivyo, wewe je? Wewe utafanyaje? Kuna Mkristo mmoja alihama kanisa, akasema, walikuwa natoa matangazo, jamani, kuna pesa fulani pastor wetu aliazima bado hajarudisha. Akasema, kwa hiyo mchungaji anakula sadaka zetu. Kwa mchungaji anakula sadaka zetu. Sasa nikuulize, ulitaka mchungaji ale mawe, ale kitu gani hasa? Yaani kama hawezi kula sadaka, ale kitu gani sasa? Hivi kwa mawazo yako madogo, unafikiriaga tukitoa sadaka hapa, yaani kama hizo, nitazitafuta akaunti ya Mungu nimpelekee? Hivi wewe unafikiri sisi tunakula kitu gani? Sisi ndio meno ya baba yetu. Kwa hiyo tukila hazijakosewa, tukila iko sawa, ila kinachotakiwa tule kwa utaratibu. Amen. Tupige mswaki, tunawe, ndio tule. Lakini asiyekula sadaka hapa nani? Nani asiyekula sadaka hapa? Maana kuna watu wanasema, mimi mchungaji siri sadaka. Hicho kiti ulichokalia umetoka nacho nyumbani? Kilinunuliwa nani? Sasa si bora naye kula kuliko naye kalia? Wewe umekalia sadaka. Amen. Kama umekalia sadaka, alafu unasema sisi tunakula sadaka, wewe unakula kitu gani? Haleluya. Akahama kanisa. Alipofika kwenye lile kanisa lile alilohamia, akakutana na matangazo. Wanasema leo mchungaji hatuko naye. Anawauliza kwa nini? Yule Mkristo mwenzake anamwambia alikula kondoo. Akasema asema yule mchungaji wetu amekula nini? Kondoo. Sasa akajiuliza swali, asali wapi? Kwa anayekula sadaka au anayekula kondoo? Na yeye alikuwa mwanamke, kwa akajua tu hapa na mimi nitaliwa. Akarudi tena kwenye lile kanisa la aliyekula sadaka. Akasema bora aliyekula sadaka. Yaani viumbe hawa. Wangapi mko na amani? Muna amani kabisa. Una amani ya Kristo. Kwa hiyo pointi yangu ambayo nilikuwa naileta jioni ya leo, tunaposema kuishi na mtu aliyejitenga na Mungu ni hatari. Muwe mnanielewa? Wewe fikiria, Kaini anaishi na mdogo wake, lakini kumbe ndani hana Mungu. Anaenda kwenye ibada, hana Mungu. Anatoa sadaka, mahusiano yake na Mungu hayapo. Hebu niambie. Ndio maana tunasema kwenye familia, unapookoka ni kwa usalama wetu, kwa sababu hatujui utaokota mti lini kututwanga nao. Kwa hiyo tunapokaa na wewe kwenye familia, kama umeokoka,
umetupunguzia mzigo wa kuishi na wewe. Ndio maana nimekuambia habari ya kwenda mbinguni ni kwa baba yako, lakini sisi ukiokoka, usalama wetu na wewe. Wangapi mnaishi na ndugu ambao wengine hawajaokoka lakini ni ndugu zako? Si wako wengi, na wana mpango wa kutajirika, si ndio? Unajua ni njia gani watatumia kutajirika? Umewahi kuwaza, rafiki yangu, umewahi kuwaza wale ndugu zako ambao hawamjui Mungu wanawaza nini kuhusu wewe? Usalama wako ukoje? Nafikiri kuna maeneo hapa Kongo ni maarufu kwa uchawi na ushirikina, sijataja mahali. Alafu usikie ndugu yako anasema naenda kufuata mahindi uko. Hivi moyo wako utaamini kwamba kafuata mahindi au ameenda kwa wachawi ili wakumalize wewe? Yani kuishi na mtu ambaye hamjui Mungu ni kama kukaa na nyoka. Ndio maana hakuna kitu kinaumiza. Mama anapenda kanisa, mume wake hataki kanisa. Huyu mama ana wasiwasi, huyu baba ananifikiria nini? Maana tumesikia watu wanatoa kafara mpaka wake zao. Hivi baba huyu amekataa kuokoka, ananiwazia nini? Ndio maana maombi ya huyu mama kila wakati ni Baba nilinde kwa damu yako, na chimba kisima, najifukia. Ili anajifukia kumficha nani? Anaposema navunja nguvu za giza, yupi ndio nguvu za giza humo? Baba hataki kabisa kanisa. Alafu imani ya kwamba we mama uko peke yako inatoka wapi? Mtu hana hofu ya Mungu ndani. Ndio maana kuna baba wanapata mishahara, huoni pesa zinakoenda. Mnauza viwanja, huoni pesa zinakoenda. Mnauza mifugo, huoni pesa zinakoenda. Kumbe kuna mahali, kwa sababu kuishi na mtu asiye na hofu ya Mungu atakutesa, atakuumiza. Wakati wote utakuwa unateseka naye. Ndio maana tunasema ukiokoka sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya watu pia ambao wanaishi na wewe, wanakuwa wako salama. Yoshua anasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Mungu. Sasa mama umeokoka, unampenda Yesu, ukiamka usiku kuomba nyamaza, ukienda sebuleni punguza sauti, ukifanya hiki, yani unajua kabisa naishi na mtu ana connection na kuzimu. Yani nikifanya maombi hapendi, nikifanya hiki hataki. Hebu niambie mateso utakayopata. Mama mmoja aliniambia, baba mimi niwe muwazi, nimekuja uniombee. Akasema nikuombee nini? Omba maombi magumu kuhusu mume wangu. Nikasema niombe magumu afanikiwe. Akasema afanikiwe? Afanikiwe kwenda wapi? Akasema zamani kabla hatujawa na mali alikuwa ananiheshimu sana. Hata tukila viazi vya kuchemsha mnakula kwa upendo. Huyu anaokota hiki, mwingine anasema chukua na wewe kile na kile, wanapendana. Anasema tangu anze kufanikiwa ameanza kuniona mimi kama kinyago fulani hivi, kama mtu ambaye hafai, yani hawezi kuongozana na mimi, yani ananiona takataka. Ameanza kuwapata wale ambao wanafikiri wao ndio type yake. Unajiuliza, unamdharau mama ulianza naye maisha, alijinyima ili mfike mbali. Leo umefika wakati wa mule matunda, unamwacha mama, unaenda kula na wengine ambao hawakushiriki. Unajua inauma. Mimi nikihubiri mambo ya familia hamunielewi. Mungu nisaidie, saidia watu waelewe wanavyowatesa wenzao. Yani mama uliteseka nani? Alikula chakula hakina kitu. Leo pesa zimeongezeka mfukoni,
unamwacha mama uliyeteseka naye, unaenda kula na malaya ambao hawakushiriki kwa chochote. Ndio wanatumia simu nzuri, wanavaa nguo za gharama, wanajengewa nyumba za muhimu. Huyu mama anateseka nyumbani na watoto.